Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Lakini ubora wa timu ya timu zaidi ya Afrika ni wamefurahisha sana mpaka kuwaruhusu waamuzi wao waje wachezeshe. Na kwa nini tulikwenda Misri? Tulikwenda Misri kwa sababu tulikuwa na waamuzi bora, mwenye mnajua Misri iko mbele sana. Lakini tambueni pia kwa Misri ndio makao makuu ya shirikisho la mpira la Afrika, CAF. Lakini mpaka sasa hivi waamuzi wetu watatu bora kabisa wa Tanzania wako Misri kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya CHAN, ya Ahmed Rajiga, Frank Koba na Hamdan Saidi, ambao pia wangekuwa hapa nchini ni miongoni mwa waamuzi huenda tungekuwa tayari tumekuchawapanga kwenye ratiba hizo. Lakini kutokana na kutokuwepo kwao na kutokana na mashirikiano mazuri ya kutaka waamuzi wenzetu wapate elimu iliyokuwa bora na timu zetu zipate kuchezeshwa na wajuzi wazoefu pia wa mashindano mbalimbali, hiyo mchakato kwetu ulikuwa rahisi na CAF iliruhusu kwa jambo hilo. Sawa. Na pengine kama ingekuwa pengine mwamuzi Ahmed Rajiga na timu yake wasingekuwa kwenye mafunzo ambayo wanafanya pale nchini Misri, pengine ni waamuzi ambao wangepangwa au mngewapanga kwenye dabi ya kesho. Ni kweli ratiba ilikuwa hivyo, lakini pamoja na baada ya kuwa tumesha plan A imesha kushindikana kwa sababu hatu injinia Rajiga Komba pamoja na Hamdan kwenda kwenye hili. Kwa sababu lengo la Tanzania wote kwanza haki ya hao waamuzi kupata elimu. Lakini haki ya Watanzania kuona Watanzania wenzao wanapeperusha bendera zaidi ya Tanzania kimataifa. Na sisi kama kamati ya waamuzi tumefurahia sana kwa sababu gani? Wanapokwenda kule, mimi na kamati yangu tunajipambanua kwamba sasa tunafanya maendeleo makubwa kusimamia waamuzi. Kwa vyovyote vile lengo letu sisi tumefurahia kwenye hilo. Na kupata waamuzi wale ni kuhakikisha kabisa kwamba waje pia hao waamuzi walioko nchini. Sisi waamuzi walioko nchini tujifunze na tubadilishane uzoefu kabisa. Na hili lengo letu ni baada ya mchezo kumalizika tutakaa nao pamoja na viongozi waliokuja nao kusimamia pamoja, tujifunze ni mbinu gani ambazo zinakusababishia pia maendeleo yetu waamuzi walioko chini yazidi kupanda juu. Lakini Nasro Hamdun, tunakiri kwamba waamuzi tulionao nchini ukiachana na mwamuzi Ahmed Rajiga, lakini pia waamuzi wa pembeni Frank Komba pamoja na Mohamed Mkono na wengine ambao wameongezeka kwa sasa, hakuna waamuzi wengine ambao wanaweza wakavaa viatu vyao, labda pengine kwa mwamuzi Ahmed Rajiga ambao amekuwa akihusika kwenye dabi na hakuna malalamiko. Unadhani hakuna waamuzi wengine ambao wana viwango vya kuchezesha dabi? Kweli hayo nayasema, lakini lawama zote nasema kwamba waamuzi hakuna kuchezesha dabi. Nataka kueleza wazi kwamba kwanza wadau wote wa soka watambue kabisa waamuzi wa Tanzania bado tuna waamuzi bora kabisa. Tanzania inapofanya vizuri kimataifa, huwezi kuweka mbele kuweka nyuma waamuzi wa Tanzania. Ligi ilipokuwa patamu na kuwa bora zaidi, waamuzi wa Tanzania wameshiriki sana. Shirikisho la mpira wa Misri baada kuambia kuna wataka waamuzi wao waje huko, wamefurahisha sana. Kwa nini wanajua bora na huwezi kuweka waamuzi kwa tofauti na kwamba wao ndio wasimamizi wa kuashiria mchezo. Lakini kusema kwamba hakuna waamuzi wengine si kweli. Ni mpango tuendelevu na tulipongeza sana KFF kutukubalia maombi yetu hayo. Na kwa nini? Kila mtu anahitaji maendeleo. Na hata ubora hamwezi kuwa bora wote katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu alishateua. Kuna mbora zaidi, kuna mbora wakati na mbora wa mwisho, lakini watu wote ni bora. Na mimi naamini waamuzi wote bora tupo na wamechezesha mpira vizuri na wanaendelea kuchezesha mpira vizuri. Kwa hiyo hiyo ni mafanikio na maendeleo ya mchezo. Tunawapongeza sana kwa hilo. Lakini vipi kuhusiana na kanuni zetu zinasemaje? Zinaruhusu pengine kwenda nje ya nchi kuleta waamuzi, na hii ni kutokana pia kwenye jopo la waamuzi huwa kunakuwa na mechi ya sesa, kwa maana referee sesa yule ambaye yeye kazi yake ni kuhakikisha analeta tathmini ya waamuzi ambao watakuwa wamesimamia mchezo huo kwa siku husika. What if kama itatokea labda kuna namna yoyote hivi wakashindwa kumudu mchezo na mkataka pengine ripoti ifanye kazi ili kuweza kubaini makosa yaliyofanyika, ninyi kama shirikisho na ninyi kama eneo hilo la kamati ya waamuzi, mna lipi ambalo mnaweza mkalifanya? Kwanza tuanze kwenye kanuni, zinaruhusu kwenda nje? Kweli kabisa, kanuni zinaruhusu kabisa. Kwa maana gani? Mpaka umefikia shirikisho, bodi ya ligi, kamati ya waamuzi kukubaliana na hilo jambo. Tumeshirikisha serikali pia imeruhusu. Kwa sababu gani? Wizara imeruhusu. Huwezi kupeleka kumwombea raia wote wa kigeni kuja nchini bila sababu maalum. Kwa hiyo ina maana kabisa kwamba serikali imeruhusu hilo jambo, bodi ya ligi na baraza la michezo imeruhusu, wizara imeruhusu, TFF imeruhusu, bodi ya ligi imeruhusu, kamati ya waamuzi hiyo kanuni inaruhusu. Na vilabu wenyewe tumeshaambiwa na wamefurahia sana. Kwa nini? Na wenyewe katika mpango wao endelevu ndio vilabu inahitaji kuchezeshwa na waamuzi tofauti ambao ukijali wa huko mbeleni mtakutana nao katika mashindano
mbalimbali. Wenyewe mmeona vilabu vyetu vikubwa Afrika viko kule. Mani Simba na Yanga wako kule. Lakini hatujajaliwa. Lakini maona wenzetu zaidi hata dabi za kwao inachezeshwa na waamuzi kutoka nje tofauti kwa sababu ya mashirikiano. Na mimi kabisa wadau wa soka nchini watambue kuna siku TFF mshirikiano mazuri labda na Afrika Kusini au Namibia au Angola, mkasikia dabi ya Dar es Salaam ikaenda dabi ya mzimu nani ya Dar es Salaam ikaenda kachezeshwa Maputo. Kwa sababu gani? Watu wote wanapenda kuona na mshinda amwe tayari muone dabi ya halali na Zamalek itakuja kupigwa Tanzania. Hii ndio maendeleo ya Afrika yanavyotakiwa. Lakini hiyo swala la pili uliuliza, unasema kwamba niliuliza kwamba wakifanya makosa pengine wakishindwa kumudu pia mchezo, hatua zipi ambazo mnazichukua, kwa sababu tunajua waamuzi wetu wa ndani huwa kuna kamati ya saa 72 na mara baada hapo huwa tamko linatoka pia. Sasa hawa wakishindwa pia pengine dabi imewapalia, mnafanyaje? Kwanza tunaamini kabisa kushindwa isipokuwa labda uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini mimi naamini kabisa na kamati yangu kushindwa kwa wale waamuzi kucheza dabi, siamini kwenye hilo. Lakini jamani, tambueni wadau wa soka kwamba sio mara ya kwanza tulikuwa na Sudani hapa. Sudani wamechezesha mpira hapa katika ligi yetu, mechi ya Yanga na nani na Azam na Sudani hapa. Hilo jambo linajulikana. Lakini tambua kabisa kwamba hawa waamuzi wa kimataifa wana ripoti tena. Ripoti ya kwanza lazima iache hapa nchini. Na ripoti ya pili lazima peleke shirikisho la mpira la Afrika CAF. Na ndio maana tumemeleta referee sasa kutoka kwao. Kwa sababu gani? Ili kabisa taarifa zao ziwe zenye kumashiko ya kutusababisha si nchini, tuweze tunajikwaa wapi aidha au tunataka tuendelee wapi au tumefanikiwa wapi. Lakini ukipelekea shirikisho la mpira la Afrika ili na wenyewe watambue kabisa kwamba dabi ya Dar es Salaam ina hali gani na uzuri gani na ubora gani. Lakini pia itatusaidia sisi kwa waamuzi wetu kama tuhakikishe kabisa kwamba taarifa tutakazozipata kwao zikiwa nzuri au za kueleza kwamba kuna maneno gani tuweze kuambia waamuzi wenzetu. Lakini je, ikitokea bahati mbaya imwapalia kama wanavyosema, shirikisho la mpira la Afrika itakuwa lazima mchukue hatua juu yao, shirikisho la mpira la Misri lichukue hatua zao. Kwa sababu gani? Si Tanzania hatuna uwezo wa kuchukulia hatua kali, lakini kutokana na mashirikiano bora kabisa mashirikisho yetu ni lazima hivyo. Lakini tunaombea kwa Mwenyezi Mungu tu kwamba watapofika nchini afya njema na wasimamie dabi yetu kwa ubora, kwa sababu Watanzania wote akiwemo mama yetu kipenzi, mama wetu kipenzi Mama Samia Suluhu anatamani kabisa dabi ishike imalizike kwa ubora zaidi. Na sisi wa Tanzania wote tunapenda kabisa mshindi apatikane vizuri zaidi. Tuombe dua, tuombe pumzi kupalia ili Mwenyezi Mungu aweze kuondolea hayo. Kwa hiyo tufikirie zaidi kuhusu positivity sio negativity. Kabisa kwenye hilo. Na wewe mtu ambaye pamoja unasema friji bovu lakini nasema ni friji zima. Lakini nasema kabisa kwamba ni mmoja wa wadau wakubwa ambao unapenda maendeleo na amani zaidi. Mimi naamini tuombe kwa Mwenyezi Mungu. Sadata. Na pengine waamuzi wetu sasa kwa mechi hiyo ya kesho wanapaswa kuchukua karatasi na kalamu kwa ajili ya kutake notes, sio? Hakika ndio lengo letu wote sisi pamoja na wadau wa habari. Tafadhali tuombe kwa Mwenyezi Mungu imalizike. Na inshallah tukimaliza Jumatano Alhamisi tutafutane tuzungumze tumejikwaa wapi, tumefanikiwa wapi. Sawa. Itapotoka taarifa rasmi tutawaambia ni wadau wa habari kabisa kwamba tumefanikiwa wapi, tumejikwaa wapi. Sisi tunapambanua wazi kwamba ni watu tunapenda maendeleo. Hatupendi fujo, hatupendi vurugu, hatupendi kuonewa. Na tunapenda kila mtu na wenzake msafike. Na ndio maana umefurahi sana kwa kupendekeza hilo jambo wewe mwenyewe, japo mko huna uwezo nao, lakini kwa kufikirisha sana. Na sisi kama tumeingia ni wadau wa habari, wadau wa michezo, kabisa kama tusimamia na kuwaponga nyoyo washabiki wetu wote wa mzuri. Sasa data, kuna swali hapa mdau hapa anaitwa Funga Duka, mchambuzi wa soka, anasema Nasoro asiondoke hivi hivi bana, kumpata na kuongea changamoto. Kwanza tukushukuru mheshimiwa, lakini la pili swali langu ni la msingi, nataka kujibiwa kwamba je, kutakuwa na muendelezo gani kwa huu utaratibu ambao umeutengeneza, kwa sababu mpira wetu sasa hivi ligi yetu ligi yetu ni ya 4, kwa maana kwamba tumepanda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini kila kukicha tunaona malalamiko ya waamuzi ndio kinakuwa kipaumbele. Na hili mmelifikiria mkatuletea waamuzi kutoka nchi za nje. Je, kuna muendelezo gani kwa mwakani tunapoanza msimu mwingine, hili litafanyika au mmefanya kama kionjo tu? Umemsikia vizuri swali lake? Kwa sababu nzuri kabisa. Ndio. Kwanza malalamiko ni changamoto mwanadamu yote katika kazi za jamii. Lakini pia sio lengo letu sisi kuwa na malalamiko kama hayo. Na ndio maana mnatuona tuko makini sana, na mtu anayefanya kutuletea malalamiko yaliyokuwa mengi tunamwadhibu, aidha tunampeleka katika maeneo maalum ili akajifunze ili arudi kwa salama. Lakini hiyo swala la maendelezo
Na ndio maana nimwambieni baada ya dabi ya kesho, Mungu akijalia, tutatoa tathmini yetu na tunaona je, tumewatoa Tunisia ambapo kuna marefari bora kabisa Afrika mwenye wanajua. Je, wametufikisha wapi? Wanaturudia ambayo tutakayopata inshallah kesho ni kubwa zaidi ya hasara ambazo wanazofikiria. Na ndio lengo la TFF bodi ya ligi na kufuata. Sasa swala la muendelezo. Ndio. Muendelezo wa hili jambo inategemea na taarifa rasmi. Na ndio maana nikawaambia wadau wa habari hapo kwamba tafadhali tuombe kwa Mwenyezi Mungu isiwapalie. Ikiwapalia tayari kabisa itakuwa imetuletea dosari. Hata sisi inaonekana mashirikiano yetu na mataifa mengine yataanza kutia doa. Kabisa. Naamini faida ni nzuri ambayo tutaipata na tutaelezeni tu. Na tutakuwa kweli kabisa kueleza hasara zetu na faida yetu. Lakini naamini faida itakuwa ni kubwa zaidi kwa hilo jambo. Sawa. Umejibu vizuri sana. Najua ulikuwa kwenye kikao tukakutoa, lakini kwa sababu watu wana shauku kubwa na watu wana furaha kuona waamuzi hawa wenye viwango vikubwa, beji ya FIFA mmewaleta hapa kwa gharama kubwa na leo hii wapo hapa. Wanatarajiwa kuwasili lini pengine? Tutafahamu hilo. Wameshawasili tangu jana usiku. Wako mjini? Wako mjini hapa. Na friji bovu mmelificha nyie? Tumelificha na tatu nijue na utawaonea uwanjani kwa sababu hatutaki mimi tutaendesha pre-match meeting bila kuwaona na mahali walipowekwa sehemu salama, kufanya mazoezi sehemu salama, mtaona kwenye mechi tu. Kwa nini mmetuficha bwana? Hapana, tumeficha hivyo kwa sababu gani? Kwanza ni kuleta unyeti wa mechi, lakini kuleta hamasa ya mechi, lakini muelewe wazi kabisa kwamba hilo jambo linaloelekea kwamba ni lazima Watanzania kwamba wao na shauku kuona hao waamuzi waliokuwa bora, lakini pia Watanzania watambue kabisa amani tulionao inawafarijika. Tumeweka sehemu ambayo wanakula upepo wa bahari. Unajua upepo wa bahari wa bahari Hindi huko mfereji wa Suez. Kwa wanakula upepo wa bahari, hawana bughudha yoyote. Hawana bughudha yoyote. Mwawekea ulinzi lakini vilabu visiwasogelee. Yaani hakuna tatizo lolote bana. TFF ya Karia bwana, acha kuchezea mchezo bwana. Acha kabisa. Iko makini sana. Na endorsement zote anazo. Mashaallah, mimi tena. Sawa. Bwana, nikiwa na kuaga. Ndio. Nisipokuuliza hili hapa, nafikiri itakuwa ngumu sababu dabi ikipita hapa najua kutakuwa kuna heka nyingi sana. Sawa. Wewe ni mmoja wa watu ambao mmefanya mpira wetu umekuwa kwenye nafasi kubwa. Tumekuwa tukipanda, tukitoka nafasi ya 6, 5, 4, tukirudi tena 5, 6 hivyo. Tumekuwa tuna utulivu huo katika kupanda na nafasi zetu hizi, lakini tumekuwa tukifurahi kuona pia timu yetu inakuwa kwenye rank ile ya top 8, top 10 na mambo kama hayo. Lakini ni kwa sababu pia wadau wamekubali kuwekeza, investment imekuwa kubwa sana kwenye masuala ya michezo. Tunaona wadhamini ni wengi, usimamizi bora pia, accountability kwa upande wa TFF, bodi ya ligi pia wamechagiza pia hilo kwa maana utawala bora na mambo kama hayo. Lakini kwenye eneo lako la waamuzi kumekuwa na mtihani, changamoto zimekuwa nyingi sana na Soro, na umekuwa mwenyewe pia ukipiga kelele na ukipiga vita hivi ambavyo vinatokea. Waamuzi wengi ambao tunao, unadhani kwa kasi ambayo ya maendeleo ambayo umekuwa ukisifia pia TFF kwamba anasimamia vizuri mpira na nini, unadhani waamuzi ambao tunazalisha wanatosha kweli kweli kupambana na kasi ya ligi yetu tulionao? Kwa sababu tumeona makosa ni mengi kwa waamuzi kwa mechi za hivi karibuni pamoja na mechi nyingi tu za ligi kwa misimu kadhaa ambayo imepita. Ni kweli kabisa, kwanza hakuna kitu kinachotosha duniani. Lakini sisi kama waamuzi tunajitahidi kila mara, na hata hivi tunavyozungumza tupo katika semina ambayo tunawaita waamuzi wote wa kike nchi nzima. Tunao hapo TFF, tunao hapa TFF Dar es Salaam, na tunaendelea kuwafundisha kwa ajili ya ligi yao ya wanawake na mashindano mengine. Mnaona jinsi gani ambapo TFF inavyothamini elimu kwa waamuzi, lakini naona kamati ya waamuzi inavyojipambanua. Na huu mwendelezo wa miezi mitatu yote mpaka mashindano ya chana yanapokwenda, tutakuwa na semina chungu mzima. Lakini unapomfundisha mtu, unamfundisha, unapomwelekeza na mwelekeza, anayetenda kazi ni yeye. Kwa hiyo changamoto hizo, na ndio maana tunachukua hatua sana kwa mtu ambaye anakwenda kinyume na taratibu zetu. Na wewe mwenyewe umekiri kabisa, mimi ni mdau mkubwa wa kupigia kelele au kufuatilia hili jambo kwa makini sana, na kutoa ushauri au kutoa adhabu kwa mtu ambaye anahusika. Lakini sisi changamoto tunaipata kwa waamuzi wetu ni binadamu, na binadamu anaweza kuwa na matarajio yake kichwani, lakini kila siku tunawaambia tafadhali, kama una changamoto yako aidha ya kifamilia au ya kijamii, tafadhali tupe taarifa mapema tukubadilishe. Hatupendi kwenda uwanjani uende ukatuharibie mchezo wetu. Leo mnaona mashuhuda jinsi wachezaji wakubwa sasa hivi walivyo nchini wanakumbania kuwekeza katika ligi ya Tanzania. Lakini kwa nini? Ni utawala bora, lakini pia wadau wa habari na hasa Bwana Fredi Bob umekuwa ni mtu muhimu sana katika kutusuluhishia wadau wetu wa soka au wadhamini wetu waje kwa sababu gani? Imekuwa ni wakweli kujipambanua.
Panapokuwa na makosa mnatueleza, panapokuwa na sifa mnatupongeza, lakini na sisi tunaamini kabisa kwamba mwendelezo wenu wadau wa habari, na kwa kweli pongezi sana kwamba hii ndio imekuwa ni chachu kubwa sana maendeleo ya Tanzania. Sawa, na la mwisho sasa katika hilo ili nikuache ile majukumu mengine, pale ambapo waamuzi wanafanya makosa ya waziwazi mmekuwa mkiwachukulia hatua. Pia tumeona majuzi mmemchukulia pia hatua mwamuzi Eli Sasi, watu wakisema pengine ni msukumo wa wadau wa soka na nini, lakini tunajua mnafanya kazi yenu vizuri, mnajua kile ambacho mnapaswa kusimamia. Lakini tumekuwa tukiwaona pia waamuzi hao ambao wanafanya makosa alafu baada ya muda fulani wanarejea tena kwenye ligi, lakini pia wengine tumeona huwa hawasimamishwi, labda wanapotea tu kwa muda alafu baadaye tunaanza kuona wanarejea na mambo kama hayo. Unaweka msisitizo gani katika hilo kwenye ligi msimu ujao, endapo waamuzi watakuwa wanafanya makosa kujirudia, aidha kwa kupenda au kwa kutokupenda? Yapi ambayo mtafanya ili kusimamia hasa eneo hilo na tusipate hizo lawama? Lawama of course haziepukiki duniani kote, ingawa kuna VAR, lakini zile ambazo zinaweza kuepukika zikaepukika pia. Lakini kuna hoja nyingine ambayo natamani pia ujibu hapa. Kuna baadhi ya wachambuzi na wadau pia wanaibua kwamba wanafanya research, wanagundua kwamba waamuzi huwa hawalipwi kwa wakati, wengine hawalipwi kabisa. Wanaenda mikoani, wanaambiwa wanatumieni tu nauli yenu, tuta refund baadaye, na pengine labda kwa sababu ndo maana wanachezesha chini ya kiwango. Ama hilo likoje hilo pengine, ili nikuache uendelee na majukumu mengine na Soro? Kweli, kwanza naanzia swala la malipo. Tafadhali ni salada wa habari, ndugu zangu, malipo ya maamuzi yamo kwenye kanuni ambayo imetengenezwa na bodi ya ligi. Na kabla mashindano yoyote, mwamuzi, kila mtu baada ya semina zetu na kuwapanga, kila mwamuzi ana kanuni jinsi ilivyokuwa. Na mimi nimekuwa ni mdau mkubwa kuambia waamuzi kwamba hakuna pesa inayotosha duniani. Kila mmoja anajitahidi kutafuta pesa kwa wakati wake. Na ndio maana hata tajiri namba moja halali kila siku anatafuta pesa. Lakini nataka kueleza wazi, waamuzi wa Tanzania wanalipa kutokana na kanuni zilivyo. Na kwa kweli kuna ucheleweshaji wa malipo, lakini wanalipwa. Mpaka leo naamini kabisa labda wanachelewa kulipa na waamuzi wa mechi za Jumapili ambao ndio taratibu zao za kifedha. Na ulipolio unakuta kwa taratibu za kifedha, kanuni zinazungumza. Mwamuzi anataka afike kituoni, achezeshe mpira, aweke madai yake ambayo ya usafiri ambayo yamo kikanuni, lakini ile madai ya posho yote hapo kikanuni. Anatakiwa kusafanya lile jambo, amkabidhi msimamizi wa mchezo ambaye ni mchikamishi na mchezo, ana combine zote stahiki, anazituma Dar es Salaam. Akisha zifikia Dar es Salaam, kamati ya fedha inakaa, inapata endorsement hizo, nasema ni endorsement zote mpaka inafikia mhasibu tayari, labda sio boda, akishamaliza kusaini inaingizwa benki, wanapeleka kwenye akaunti zao. Sasa mimi naamini kabisa waamuzi hiyo sio changamoto, lakini nasema kwanza waamuzi ni binadamu na changamoto kwa binadamu ni kitu cha kawaida. Na ndio maana leo serikali inapiga vita sana swala la rushwa. Kwa nini? Ina maana kabisa kuna watu hata viongozi wajua na kula rushwa. Hizo hizo wasimamizi na ushahidi nao. Lakini kwa nini lifanywe? Kwa sababu tabia hizo zipo kwa kila mwanadamu. Mwanadamu anapenda tamaa. Lakini mimi nataka kuelezeni wazi kwamba wanalipa vizuri na karia na kazi kila siku waamuzi wangu walipo vizuri. Na tunalipa vizuri kiwemo mimi. Lakini mimi nataka kueleza wazi, haya makosa ambayo yanafanyika mara kwa mara. Kila siku naambia wadau wenzangu kwamba inawezekana kwa makusudi, bahati mbaya au kutokujua. Sasa mimi nasema kwa makusudi tunamchukulia hatua kabisa. Kwa sababu huwezi kuona mwamuzi kama Heri Kasi ambaye amefikia katika level ya kimataifa na amepata semina nyingi sana na ameshafanya mchezaji labda anafanya jambo la makusudi tukamwachia. Lakini kwa bahati mbaya tunajua kabisa ni huyu mwamuzi lengo lake lilikuwa nini, uzoefu wake nini. Lakini hili kutokujua, tunawachukua wote hawa watatu, tunawarudisha tena kwenye kamati ya walimu, tunakaa nao. Na kuna ukishaona mwamuzi hajachukuliwa hatua, ujue taarifa zinazotoka kwenye mamlaka zinazohusika. Kwa sababu ule mchezo una wasimamizi. Na ndio maana mnaona kuna wasimamizi ambao wamepangwa kwa ajili ya usimamizi. Unaona watoa taarifa kote. Haki inapofika kwangu mimi na kamati yangu, imekwisha chakatwa kule kwa sababu ni mtu wa mwisho mwenye maamuzi juu ya waamuzi. Ina maana wakiniletea mimi waniletee jambo lilokuwa salama na ushauri wao. Ikishakuwa salama na ushauri na mimi natoa la kwangu. Aidha kumpeleka kwenye kamati ya walimu, aidha kumsimamisha, aidha kumweka kabisa, kumteremsha daraja huko hivyo. Kwa hiyo ukiona kwamba mtu hajachukuliwa hatua, ujue wazi kabisa kwamba hajashikwa na sheria. Lakini kuna wengine tunawapeleka kwa muda fulani, tukishaona kabisa kule kwenye kamati ya walimu wamefaulu, basi tunarudisha. Kwa sababu gani? Hatuna, yani adhabu ni haki ya msingi ya mtu yeyote anayefanya kazi. Lakini pindi tunaposhindwa kabisa kwamba tunaona sio mwenzetu, basi tunamuondoa kwenye katiba kabisa. Sawa sawa. Na umegusa pazuri hapo kwamba wadau mara baada ya nyinyi mkiletewa sasa kwenye kamati yenu, mara baada ya
kufanyiwa assessment na makosa waliyofanya na mambo kama hayo, nini ndio mnachukua hatua? Sasa moja ya waamuzi ambao mpaka leo wanazungumzwa, bila shaka hata mitandaoni wewe unaona ukipita, wewe ni miongoni mwa watu wanaperuzi sana, unatumia vizuri internet na umekuwa mchangiaji na mlipa kodi mzuri kwenye mitandao hiyo. Bila shaka unaona mwamuzi ambaye alikuwa bora sana, na waamuzi hawa, listi ya waamuzi ambao walikuwa bora kabla Rajiga hajaibuka alikuwa ni Kayoko pamoja na huyo Elisasi, lakini baadaye kadiri siku zinaenda hata hizi dabi kupewa imeanza kuwa mtihani kutokana na makosa na matukio kadhaa ambao wameshindwa kuyahukumu kwenye mechi za dabi. Watu paka leo wanauliza Kayoko alisimamishwa ama ilikuwaje, na vipi akarudi tena kuanza kuchezesha mikoani baadaye akaanza kurudi na Dar es Salaam na mambo kama hayo. Naomba leo clear kwenye kipaza hiki, kwa sababu wadau wanaosikiliza hapa ni wengi, mikoa karibia 10. Kayoko alisimamishwa ama ilikuwaje? Kwanza Kayoko kamalizia mchezo wa mwisho kati ya JKT Mashujaa Kigoma na JKT kule Kigoma. Amechezesha ile mchezo wa mwisho. Lakini Kayoko kama ulivyosema, baada ya dabi ya Simba na Yanga ambayo ilileta kelele sana, sisi kama kamati ya muzi tuliamua kabisa kwamba je, tumwangalie huyo kijana, kipi kinamkwamisha. Kamati zinazopeleka taarifa zao tukakaa naye na kamati ya walimu. Kweli ilichukua muda kama wiki 2-3, tukakaa naye ofisini na kumtuelekeza, kwa sababu Kayoko ni mwamuzi mzuri sana. Kayoko bado ni kijana mdogo sana na ni tegemeo la taifa. Ina maana kabisa makosa yake ambayo yalijitokeza katika ule mchezo yalichukuliwa kwa uzito na walimu, na bahati nzuri tulipata usaidizi wa waamuzi wa kufunzi kutoka nje, ambao mpaka sasa tunachoona kwamba wanaendesha semina za biashara. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu amejalia amerudi katika nafasi nzuri mwenyewe sana. Umeona hata juzi alikuwa Mwanza kule kachezesha mpira vizuri, alikuwa Mbeya kachezesha vizuri, alikuja Kigoma kachezesha vizuri. Kwa sasa hivi Kayoko katika form na tunaendelea naye vizuri tu. Pengine wana haja kuwa na watu wa saikolojia pia. Na hilo ndio kikubwa kabisa katika jamii. Na watu wa saikolojia wengi tunaombeni sana wadau wa habari. Na kwa nini naombeni wadau wa habari? Nyinyi mlikuwa ni watu ambao mna saikolojia sana kwa jamii ya watu. Mlikuwa ni watu ambao mnajua kabisa hili jambo linafanyika kwa namna gani. Tafadhali ni sana kuomba ni sana, nisaidieni kwenye saikolojia. Kaeni na waamuzi. Hata kama unaweza kumika, kaa naye mahala, kunywa naye chai, tafadhali muelekeze. Kwa sababu gani? Mafanikio yetu sisi ndio mafanikio ya vyombo vya habari. Mafanikio ya vyombo vya habari ndio mafanikio yetu sisi. Tumsaidieni sana Rais Samia kwenye hili jambo. Tafadhali ni sana, kwa sababu yeye mmoja hawezi. Tumsaidie sana Rais Karia. Yeye hawezi. Nisaidieni na Sora Mlungu, mimi mwenyewe siwezi. Lakini japo naweza kwa kipindi fulani tusaidiane wote. Na naamini hiyo kazi mnaiweza. Lakini mmewekea mipaka bana, limitation katika mazungumzo yetu. Tunakunywa nao kahawa na tunaishi nao kabisa mtaani, lakini ukiwauliza bana, vipi, mbona mna hivi na hivi, hawawezi kufunguka hata kile kiwango ambacho hata wanapewa. Tunajua mishahara ni mikataba na ni siri baina ya aliyokuajiri na wewe mwajiriwa. Sio huwezi kuexpose watu wakafahamu kile unachopatiwa, lakini ili kumsaidia mtu kisaikolojia pia unapaswa kufahamu kile ambacho anakipokea. Labda kama kiko chini ya kiwango, unaweza kumsupport hata wewe kama una chochote kitu kwa wakati huo, ili kuhakikisha unasikiwa pia hali ya mpira kwenye nchi yetu. Waamuzi amount yao ikoje? Sababu tunafahamu serikali ina kima cha mshahara. Kuna yule anapokea 500,000, yule 200,000, yule 300,000, yule anapokea milioni. Hata sisi pia tuna kima cha mshahara. Yule anapokea milioni, yule 700,000, yule 200,000. Yule 200,000 always huwa sisi wenyewe tunaweza tukamchangia. Bana tunaomba watu msupport mwenzetu naye walau aweze kununua hata 1, 2, 3 kidogo. Waamuzi wanalipwaje? Level yako kulipwa waamuzi ikoje? Ili tupige kelele vizuri huko, waongezee mshiko, waishi vizuri mjini. Kwanza tambueni kabisa kwamba waamuzi hawana mshahara. Na kazi ya waamuzi sio ajira, ni kazi ya waamuzi ni wito ambao kanuni za taratibu zipo. Waamuzi si posho. Lakini hata kweli si posho wanalipa waamuzi kwa mchezo mmoja. Ninafikiri na mshinda hata mbunge mshahara nini? Posho yake ya siku moja na kwa sababu tunajua wabunge wanalipa. Nasoro twende taratibu. Nasoro umetikisa meza hapo. Posho ya mwamuzi ya mechi moja na shindadi, posho ya mbunge kwa siku kwenye kikao. Kwenye kikao. Ni shilingi ngapi kwanza? Mbunge hapo shilingi ngapi posho yake? Hiyo ni siri kati yao, lakini sisi tunajua watao kwamba posho ya mwamuzi ni kubwa zaidi ya posho ya mbunge kwa siku. Lakini nataka kueleza wazi kwamba swala lolote la saikolojia lilichoombeni sio swala la kipato. Swala la namna gani? Inawezekana pia yeye akaamua kufanya yale mambo aidha kwa mapenzi yake binafsi. So unaweza kukaa naye kumwambia, tafadhali mwanangu, mdogo wangu, tafadhali kama una mapenzi umeamua kuja kwenye kazi ya jamii ya watu, achana na hilo jambo. Na sijakwambia umuulize habari ya pesa yake, jibu hapana.
wanapewa pesa nzuri kabisa kwenye posho hiyo na wanalipa kwa wakati, lakini nachoomba saikolojia yenu kwamba wawekeni karibu ili kuona kama ni wenzenu. Anapofanya vibaya au kwa bahati mbaya kwa makusudi, mwambieni wazi kabisa kwamba sisi tuko na wewe, lakini jaribu kujirekebisha 1, 2, 3. Swala la malipo ni siri ya mwajiri na mwajiriwa, lakini nawaambieni kwamba wadau, bali posho ya mzeki mmoja ya mwamuzi ni posho kubwa zaidi ya mbunge kwa siku ya mzeki. Hatari sana hiyo. Basi katika eneo hilo la karia hiyo basi katika eneo la posho mzigo wanapata sasa, watatuambia kwa Simoni ukafikiri Rais Karia anakula posho. Kwanza katika watu ambao hawataki kabisa dhuluma, hakuna kama Rais Karia. Ni mtu makini kabisa kwenye hilo. Kwa hiyo anapaswa kuendelea. Mimi naamini anapaswa kuendelea na tunampongeza sana kwenye hilo, na tunamwombea Mwenyezi Mungu apate tena nyingine. Sawa. Na vipi swala la VAR pengine kwa maendeleo ya mpira wetu kwa miaka hapo baadaye? Tutapata pia VAR kwa sababu dabi inahitaji pia VAR. Unaweza kuleta waamuzi kutoka nje, kutoka Ulaya popote pale, lakini pia bado akashindwa kukidhi kutokana na makosa yale ambayo ya kibinadamu. VAR lini bana tutaiona hapa? Maana tayari mshawahi kugusia kwamba mtaleta VAR. VAR kabisa kwanza iko nchini kwa taarifa yako. Ndio. Na imeshafungwa kwenye uwanja mkuu wa taifa. Na lengo la TFF kama alivyozungumza Rais Karia, kwa sababu ndio msemaji mkuu wa TFF, ameshasema kabisa kwamba wana mpango mwaka kesho ligi yetu iwe na baadhi ya viwanja vikubwa nchini iwekwe VAR, au mechi zote kubwa ambazo zinachezwa hapa nchini zitumie VAR pia. Lakini mpaka sasa hivi tayari tumeshaanza mafunzo, tumeshakwenda zaidi ya misimu mingi amesema mafunzo katika misimu yetu 6. Imebakia misimu 2 tu ili shirikisho la mpira la Afrika na CAF pamoja na FIFA waturuhusu kutumia VAR kwa ligi yetu ya ndani. Sasa hivi tunaendelea waamuzi 30 ambao kila baada ya miezi 2 tunawafundisha matumizi ya VAR. Na mnaona jinsi kina Rajiga wako kule sasa hivi wamekwenda kufundishwa pia, kuelekezwa na kupewa uzoefu zaidi wa kutumia VAR, kwa sababu mashindano ya CHAN yatakuwa na VAR. Sasa kwa vyote vile VAR itakuwepo, na tuombe tu Mwenyezi Mungu ajalie mipango yetu na mipango ya serikali chini ya Mama Samia iendelee kwa vizuri, kwa sababu hili nalo lengo na serikali nayo inaingia, kwa sababu naona mambo ni magumu sana kwa shirikisho la mpira peke yake kwa sababu ya kipato, lakini serikali ya mama imeshaturuhusu kutusupport. Nimemwona waziri wa fedha ametamka hilo jambo, lakini mimi naamini mwaka kesho VAR tutatumia. Kwa hiyo kwenye dabi ya msimu ujao tunafikiri tutaanza kuwa na VAR pale. Na hakika hata nikichezesha mimi nitachezesha na taona kwenye VAR. Kwa hiyo kufanya kwangu makosa mimi itakuwa ni yangu mimi tu, lakini VAR itanisaidia kuona kama pale ni kweli au si kweli. Kwa utakuwa bwana Nasoro umekaa kwenye VAR pale. Takuwepo pale. Bana, mimi nikushukuru sana kwanza kwa kutenga muda wako kuzungumza nasi. Tumeongea mengi sana na mengine ambayo yalikuwa nje ya box, lakini kwa sababu tumekufuata, na wanasema siku zote bana, mtu akiwa na furaha ndio sehemu wewe kuingiza mambo yako. Mtu akiwa na hasira uweze kupachika jambo lolote. Leo ulikuwa na furaha na sisi tumeweza kupachika mambo yetu mazuri, na hakika umeafikisha kwa jamii. Kwanza mimi nakupongezeni sana kwa kunikumbuka hii, naamini kabisa mnanipenda na mimi nawapendeni, lakini tupendane sote kwenye swala la maendeleo. Tuombeeni Mwenyezi Mungu tukutane tena na inshallah tuhakikishe kwamba mpira wetu unakwenda juu zaidi. Asante sana, Mungu akubariki, akujalie umri mrefu bwana. Amina. Huyo ni mkongwe kabisa na ni mwenyekiti wa kamati ya waamuzi hapa Tanzania, Nasoro Hamdun, na leo tumemweka kati. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.